Bwana wa ufalme, Bwana asifiwe. Lazima wote katika Bwana. Mwamba hautobolewi. Na Yesu ni mwamba. Na tumo ndani yake. Mishale ya adui haiwezi kutufikia. Itagonga mwamba na tutabaki salama. Jina la Bwana limidiwe. Namshukuru Mungu kusimama mbele yako kwa siku hii ya leo tena ambao Bwana amefanya. Ni siku mpya, tarehe mpya, na tujue wengi wamenyimwa tarehe ya leo. Sio watakatifu wote wameingia kanisani. Kuna wengine wana shida ambao ni nje ya uwezo, kuna wengine ni wagonjwa, na kuna wengine wamekufa kabisa, na kuna wengine wanazikwa leo, lakini unakuta ni Magdalena, Petro, ni watu walio na jina hili tunalotegemea. Kwa hiyo sisi tumeponywa bure na Bwana, na ana makusudi na sisi. Jina lake limidiwe. Tunaye Mungu mzuri, watu wa Mungu. Mungu anayetutetea na kutuponya, anayetuonyesha mema wala sio mabaya. Wanasema walokole tuna kelele, hatupigi bure. Tunamtafakari huyo na ukuu wake. Inabidi tupige, turuke, tuseme mfalme ni Mungu wa milele yote. Sio Bwana mwanzo wala mwisho. Hiyo ndiye Mungu wetu. Naomba turudi wale tuliokuwepo wiki iliyopita. Anayekwenda kusimama mbele yako nijitambulishe kwako. Kwa jina mimi naitwa Mchungaji Margaret, nimeokoka na mpenda Mungu. Na siku zote nimekuambia kwa moyo wa ndani na kupenda na wewe. Kitu nimekataa kwa nafsi yangu ni kuwa na ubaya na mtu. Ina faida gani? Sisi ni familia hii. Anayetugawa ni adui Ibilisi, na kwa nuru ya Yesu tunamshinda. Kwa hiyo wewe ambaye ukuwepo wiki iliyopita, tunarudi kwenye sura ile ambayo tulisoma. Wale ambao walikuwepo itakuwa ni marudio. Leo tutachukua maeneo matatu, alafu tutatembea maeneo mengine. Sasa tulisoma katika Zaburi 20. Wiki iliyopita tulisoma yote wale tuliokuwepo, lakini leo tutasoma mstari wa kwanza na wa pili, alafu tutaruka wa 7 na wa 8. Somaji twende. Amen. Amen. Zaburi sura 20 mstari wa kwanza na wa pili nasema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake, na kukutegemeza toka Sayuni. Asante sana msomaji. Turuke wa 7 na wa 8. Inasema, hawa wanataja magari na hawa farasi. Basi sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Mstari wa 8. Wao wameinama na kuanguka, basi sisi tumeinuka na kusimama. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu nimeishaombewa, twende moja kwa moja. Leo tutaenda na maeneo matatu kama tulivyosoma. Kuinuliwa na kupewa msaada. Mtu ambaye yuko kamili, hana shida, anataka msaada gani? Labda wewe ndio ombe kwake msaada. Lakini ukiona mtu anataka msaada wa mtu mwingine, ina maana kuna jambo ambalo liko nje ya uwezo wake. Na ukisikia wanasema muinueni, ina maana huyu mtu ni mgonjwa, amepoteza nguvu, hawezi kujitegemea mwenyewe. Sasa huyu mwandishi ambaye ni Mfalme Daudi alipitia mambo mengi sana, magumu na mabaya, lakini leo tutaenda na sehemu moja. Kwa hiyo katika mapito yake akaandika maneno haya. Sema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Alipitia dhiki, anajua dhiki inafananaje. Takiwa na dhiki, wakati mwingine anapoteza marafiki. Tumekaa duniani miaka mingi, tumejifunza mengi. Mwenye dhiki hana marafiki, hata kama ni ndugu yako. Mfalme Selemani anasema maskini ukimbiwa hata na ndugu zake, maana wanakwepa kuombwa, lakini wanakutana wao kwa wao walio na uwezo. Ingawa huo sio moyo wa Mungu, ndio moyo wa dunia, lakini ndivyo ilivyo, tukubali kwa sababu ndivyo tunavyoona. Kwa hiyo huyu mwandishi anasema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Huyu mtu ana dhiki na hana nguvu, ameishiwa kutokana na mapito. Alafu anasema akupelekee msaada toka patakatifu pake. Amina. Na akutegemeze. Tunaye Mungu anayewapa watu wake msaada wakikwama,
Tunaye Mungu anayewainua watu wake wakishindwa. Tunaye Mungu anayewajibu watu wake wakimuomba. Huyo ndiye Mungu wetu ambaye tuko mbele zake mchana wa leo na tunataja jina lake. Nimesema alipitia mambo mengi, lakini leo tutaenda na sehemu moja. Jambo lilokuwa baya sana kwa huyu mwandishi, huyu mfalme Daudi, kwa mtoto wake aliyemzaa, kujipanga kumpindua katika utawala wake. Ilikuwa kwake ni aibu na fadhaa. Ukisoma maandiko, kijana huyu Absalom alifanya kampeni yake ndani ya miaka 4 akisawishi mioyo ya watu ihame kwa baba yake imwelekee yeye. Kwa ni jambo baya sana. Tumeona mara nyingi serikali ikipinduliwa inatokea uharibifu. Sasa ilikuwa inaenda kutokea uharibifu ambao imesababishwa na mtoto wa mfalme anayetegemewa na taifa. Labda watu wangekufa, watu wangeanguka, vitu vingeharibika na wangetafuta sababu ni nini. Jibu ilikuwa ya uwazi, ni Absalom mtoto wa mfalme Daudi. Kwake ilikuwa ni fadhaa. Kwa hiyo tunapoona ameandika Bwana akupelekee msaada, kuna mengi, lakini leo sisi twende na hili. Ilikuwa baya kwake. Na sasa kwa kuhakikisha, kubali tutembee kwenye maandiko, kama una Biblia au kama una simu kama ilivyo sasa hivi. Lakini kabla hatujaenda kwenye tukio, msomaji, tusome Marko 10 anza ile 47 mpaka 52. Kuna kitu tunakwenda kuchukua hapo, baadaye tunaenda kule kwenye utata huu uliomkumba Daudi. Marko 10 mstari wa 47 inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake. Msaada huo, kipofu alikuwa aoni, jua ilikuwa lake na mvua aliwekwa pale, lakini aliposikia neno, mtoa msaada leo anapita mtaa huu, alipaza nini watu wa Mungu? Sauti. Tupaze tu sauti zetu hata kama mataifa wanacheka, kwa sababu wale waliopaza sauti zao majibu yalitokea. Alipaza sauti yake akisemaje? Na kusema, Mwana wa Daudi, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Unirehemu. Ana namna. Macho hayaoni na ameisha kimbiwa, maana dhiki. Aoni lakini tumbo inadai. Fujo ya tumbo ni hiyo. Wewe uwe kiwete, uwe kipofu, kama ujafa, tumbo asubuhi tumbo itadai tu. Mchana tumbo, yani tumbo haina huruma na mtu. Kwa hiyo ni kipofu, ana macho lakini tumbo inafanya nini? Ndugu zake wakachoka, wakasema sifanya kazi na sile, na wewe nenda upigwe jua huko utakachopewa ule na watu, sisi tumeisha lemewa na wewe. Kwa hiyo akasikia anayetoa msaada bure, tena anatoa yote, akunyamaza. Twende msomaji. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Hapo pia alikuwa na maadui. Mtu wa Mungu, usiogope. Walikuwepo tangu zamani. Mtu ni kipofu, haoni, ana shida, na mnajua huyu anayemuita ana uwezo wa kumwokoa na kumponya. Anakemewa kwa mapatano. Msomaji ametusomea, wengi wakafanya nini watu wa Mungu? Wakamkemea. Twende. Lakini alizidi kupaza sauti. Wewe zidi tu kupiga kelele. Unanisikia mtu wa Mungu? Umeomba leo na ugonjwa ndio umepamba moto, zidi kufanya nini? Kupiga kelele. Wewe zidi tu kupiga kelele. Upofu ulimlemea yule mtu. Amemsikia Yesu anapita, anaita, lakini akainukiwa na watu wenye uwezo, wale walio karibu na Bwana. Wakamkemea wakitaka afanye nini? Anyamaze. Twende. Alizidi kupaza sauti. Akunyamaza. Akujali ya wale watu. Alijali Yesu anapita leo unapona. Mwana wa Daudi, Mwana wa Daudi, unirehemu. Unirehemu. Yesu akasimama akasema. Yesu akasimama akasema, Mwiteni. Mwiteni. Lakini jambo la kufurahisha, Yesu akafanya nini? Akasimama. Wakati anakemewa, Yesu alikuwa anasikia na alikuwa anaona na alijua mioyo yao kabla hawajamkemea, kwamba hao walio karibu na mimi watajifanya mabwana na wakamfanya huyu kipofu kama si kazi ya mikono yangu.